Katika video ya leo msikilizaji, naenda kukuonyesha utengenezaji wa sabuni ya maji hatua kwa hatua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kupitia video hii utapata fursa ya kuangalia malighafi ambazo huwa ninazitumia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa nitakuonyesha malighafi kwa jina lake pia. Lakini pia msikilizaji, kama wewe unapenda ujasiriamali na unapenda kufika mbali, basi karibu, kuna vitabu nimekuandikia. Kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Hiyo hapo ni sulfonic acid msikilizaji, ambayo inatusaidia katika kutakatisha wakati wa matumizi ya sabuni yetu. Na hii hapa ni citric acid. Citric acid kazi yake kubwa ni kutunza sabuni yetu. Hii hapa ni Alka-2 kwa ajili ya kuongeza uzito wa sabuni yetu na kuifanya sabuni pia iweze kuteleza. Hii hapa Soda Ash Light, tunaifahamu wote, kwa ajili ya kuneutralize sulfonic acid ili sabuni yetu isiwe na athari kubwa kwa watumiaji. Hii hapa ni Slace kama inavyoonekana, kama uji mzito kabisa. Ukihitaji malighafi hizi pia zinapatikana kwetu, tutakutumia popote ulipo. Hii hapa ni chumvi. Kwa wajasiriamali ambao wanapenda kuanza, tunapenda kuwasimamia, malighafi zinapatikana. Hiki hapa ni kikombe au jagi ambalo tutalitumia katika utengenezaji wa siku ya leo sabuni. Hii hapa ni perfume. Flavor nzuri ambayo napenda kutumia ni bubblegum, roseberry. Ni perfume ambazo mimi nazipenda zaidi. Hili ni jaba tupu unapaswa kuwa nalo pamoja na mti wa kukorogea. Msikilizaji, kama unapenda kufika mbali zaidi, wekeza katika kujifunza utengenezaji wa sabuni ya maji. Mimi naitwa Mwalimu Almasi na wafundisha wajasiriamali na wasimamia pia wajasiriamali. In case kuna changamoto, mkasi tutatumia kwenye kukata hizi ingredients kwa ajili ya kuzifungua na kuzitumia. Kwa hiyo tunataka kutengeneza sabuni kama hii hapa, japo tunatengeneza shampoo kama hii pia. Hapa chini kuna sabuni ya magadi ambayo tumetengeneza, kuna tiles cleaner. Kwa hiyo twende pamoja msikilizaji. Tunaenda kuanza kwa kuweka Slace au Texapon katika utengenezaji wetu wa sabuni siku ya leo. Msikilizaji, nataka nikuambie kitu kimoja. Ikiwa unapenda kufika mbali sana kwenye ujasiriamali, basi wekeza katika kujifunza zaidi, kupata knowledge. Mimi nimekuandikia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu ambacho ndani yake nimeandika bidhaa 21. Utengenezaji, vipimo, hatua kwa hatua mpaka hatua ya mwisho. Ikiwa unahitaji hicho kitabu, basi utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Na haya hapa ni maji kama mnavyoona, maji mazuri ambayo unapaswa kuyatumia. Tumia maji ambayo hayana chumvi. Tumia maji laini. Kitabu hiki msikilizaji, ambayo nakuonyesha hapa kwenye video ya siku ya leo, nimekuandikia bidhaa nyingi ndani yake. Kina uwezo mkubwa wa kukuongoza. Hiki kitabu utajipatia kwa bei nafuu ambayo utapaswa tu kunitext kupitia WhatsApp namba, hizo namba ambazo zinaonekana. Lakini kwa wale ambao wanahitaji madarasa vile vile utafanya hivyo. Hata kwa yule anahitaji malighafi za kutengenezea sabuni yake atafanya vivyo hivyo. Msikilizaji, baada ya kuweka Slace tunaweka chumvi, na nimesema toka mwanzo chumvi ambayo tunatumia katika uzalishaji inapaswa kuwa ni chumvi ya mawe. Usitumie chumvi ya kawaida. Ikiwa unahitaji matokeo mazuri katika bidhaa yako ya sabuni, basi tumia chumvi ya mawe. Na kwa wale ambao wako katika madarasa yetu pia tunajifunza vitu vingi zaidi, ikiwa ni pamoja na mambo muhimu ambayo unapaswa kuzingatia wakati unatengeneza sabuni yako, na vitu ambavyo wateja wako wanapenda kwenye sabuni yako. Lakini vile vile tunajifunza kuhusiana na masoko, kuhusiana na ufukashaji, utengenezaji wa lebo za bidhaa zako ambazo zinaweza zikawa na mvuto mzuri zaidi, ili kwamba wale watumiaji wako basi waweze kuvutiwa na bidhaa zako. Wakati tunaendelea kukoroga msikilizaji, tukipata matokeo fulani mazuri, tunaweka maji, tunaweka citric acid kama inavyoonekana. Hii nimekuambia toka mwanzo kwamba ni kwa ajili ya kutunza sabuni yetu ili iweze kukaa muda mrefu pasipo kuharibika. Kwa hiyo nakualika sana katika ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu sisi ni zaidi ya ajira. Hapa tunaweka ni perfume. Yes, perfume kwa ajili ya kupata manukato mazuri kabisa kwa ajili ya wateja wetu. Kumbuka kwamba perfume ina mchango mkubwa sana katika kusababisha sabuni yako iweze kuuzika zaidi au kutokuuzika. Na elewa kwamba sio kila perfume unaweza ukaitumia kwenye sabuni ya maji au multipurpose liquid soap. Kuna perfume maalum ambazo ukiziweka zinavutia kama vile lavender, strawberry, roseberry, perfume kama vile nice one. Ni perfume ambazo unaweza kuzitumia na zikaleta matokeo mazuri zaidi. Baada ya hapo msikilizaji, mkorogo huu utausogeza pembeni na utakoroga mkorogo mwingine
katika huu mkorogo tunaweka alkatu. Yes, tunatanguliza alkatu hapo kwenye hayo maji. Baada ya kuweka alkatu, basi tunaendelea kukoroga. Alkatu ikishayeyuka vizuri, unaiweka kwenye ule mkorogo mkubwa. Na kumbuka kwamba tunaweza tukatumia alkatu au tunaweza tukatumia CMC. Ikiwa umetumia CMC, basi maji yake hakikisha kwamba yana uvuguvugu au yana moto. Lakini kwa alkatu kama hiyo unaweza kuitumia direct vile ilivyo. Kwa baada ya hapo tunaweka huo mkorogo na ule mkorogo mkubwa. Tunachukua maji mengine tena, ambapo katika haya maji tunaweka soda ash light. Utakapohitaji vipimo msikilizaji, itakupasa uingie darasani au itakupasa upate nakala ya hicho kitabu cha Miliki Kiwanda Chako ili uweze kujifunza vipimo na utengeneze bidhaa ambayo ina ubora mzuri. Utaelekezwa kila kitu, malighafi, lakini pia utaelekezwa namna ambavyo unaweza ukatengeneza, utaelekezwa mchanganuo pia wa bei ili uweze kutoa pia bidhaa ambayo ina matokeo mazuri. Kwa hiyo baada ya hapo tunaweka soda ash light. Soda ash light tumekoroga imeyeyuka, tunaweka sulfonic acid. Na ukorogaji unapaswa kuelekea upande mmoja. Kama umeanza kulia kwenda kushoto, basi iwe kulia kwenda kushoto mwanzo mpaka mwisho wa zoezi lako la utengenezaji wa sabuni yako ya maji. Kwa karibu sana msikilizaji kwenye ujasiriamali, ili uweze kupata maarifa zaidi, ili utapozalisha basi usiwe mtu wa kupata hasara. Wengine huwa wanapenda kukurupuka, akiona video tu anaanza kuzalisha bila kujua hata vipimo. Matokeo yake anaweza akatengeneza sabuni ambayo ni mbaya, ambayo itaharibu hata soko ambalo analo. Kwa ni muhimu sana kupata knowledge kwanza. Ukipata knowledge itakuwa rahisi sana pia hata kwa wewe kutengeneza bidhaa ambayo itakusaidia kupata matokeo mazuri zaidi. Yes, sabuni yetu imeanza kupatikana vizuri kabisa. Kwa hiyo hapa tutaendelea kuweka yale maji ambayo yalikuwa yamesalia kufikia ile idadi ambayo tulikuwa tunakusudia. Na baada ya hapo sabuni yetu tutakoroga, tutaifunika na tutaiacha kwa masaa 3 mpaka 5, itakuwa iko tayari kwa ajili ya kutumika. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Kama utapenda kujifunza basi utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971.